Ukiachana na maelezo ya kisayansi kuhusu uumbaji wa dunia na vyote vilivyomo ndani yake kupitia mchakato unaoitwa Big Bang, inaaminika kuwa ulimwengu uliumbwa na Mungu ambaye ndani ya siku 6 aliumba kila kinachoonekana na kisichoonekana, ikiwemo binadamu. Na kwa sababu hiyo, huyo Mungu ambaye ni mmoja tu amekuwa akiheshimiwa kutokana na kuwa ameshikilia kila kitu kwenye ulimwengu. Lakini pia inaaminika kuwa Mungu huyu ni wa milele, yaani alikuwepo tangu na tangu, kabla hata ya kuumbwa kwa mbingu na nchi. Lakini kama ujuavyo, binadamu anahitaji kujua kila kitu, hivyo asingeweza kupuuza maswali yaliyonayo kichwani kuhusu uumbaji wake na dunia kiujumla. Na moja ya maswali hayo ni je, ikiwa Mungu ni wa milele, alikuwepo tangu na tangu, kabla ya kuumba uumbaji alikuwa anafanya shughuli gani? Na pia ikiwa inaaminika Mungu anaishi mbinguni, je, alikuwa wapi wakati anaumba mbingu na nchi? Tafadhali jiunge nami kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele iliyo pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Licha ya mamilioni ya watu wengi kuamini kuwa Mungu ndiye muumbaji wa dunia na vyote vilivyomo, inashangaza kuona kuna watu pia hawaamini katika hilo. Na mmoja wa watu hao ni mtu ambaye haamini uwepo wa Mungu, aliyeishi katika karne ya 19, anaitwa Robert Ingerson. Aliandika katika kitabu chake akisema, na nukuu, kama Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu, kuna wakati alipanga kufanya hivyo. Sasa kabla ya kuazimia kufanya hivyo, lazima kulikuwa na umilele. Na katika huo umilele, Mungu alikuwa anafanya nini? Ni hakika hakufanya lolote. Hakukuwa na jambo la kufikiria, hakukuwa na jambo la kukumbuka, hakukuwa na jambo lililowahi kutokea. Alikuwa akifanya nini? Unaweza kufikiria jambo la kipuuzi zaidi ya hili? Akili isiyo na mwisho ikipoteza umilele bila ya kufanya kitu. Mwisho wa kunukuu. Hoja za kushangaza kama hizi hazitolewi na watu wasioamini kuna Mungu tu, bali hata wale walio katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, kwani nao wana nadharia yao inayoitwa Big Bang Theory. Na katika hiyo, wanaanga wanadai kuwa dunia ilianza kama nukta ndogo na imekuwa ikikua na kujitanua siku kwa siku, miaka kwa miaka, mpaka ilipofikia hapa leo, na bado inaendelea kutanuka. Lakini tusiangalie hayo, turudi kwenye swali letu la msingi ya kwamba kabla ya kufanya uumbaji, Mungu alikuwa anafanya nini na pia alikuwa akiishi wapi? Unapoanza kutaka kufikiria ratiba za Mungu kabla ya kuumbwa kwa dunia, moja kwa moja ninaanza kufikiria, je, dunia ni uumbaji wake wa pekee? Kwani ni dhahiri kwamba wanadamu tumekuwa tukiamini dunia, yaani sayari yetu, ndio uumbaji pekee wa Mungu. Lakini gunduzi za kisayansi zimekuja kupingana na hilo, kwani tunapata kujua kuna sayari zingine 8 ambazo zipo katika mtiririko, yaani mpangilio wa sayari, na sayari nyingine ni kubwa na za ajabu kuliko hata dunia. Je, yawezekana Mungu alikuwa akiumba sayari zingine kabla ya kuanza kuumba sayari yetu ya dunia? Lakini swali hili halina uhakika. Huenda sayari zingine ziingie katika kundi la anga, ambapo ndiyo anga tunalosema Mungu aliumba mbingu na anga, au tuziweke kama uumbaji mwingine unaojitegemea. Kama ni uumbaji mwingine unaojitegemea, basi yawezekana Mungu alikuwa akiumba sayari zingine kabla ya kuja kuumba dunia. Lakini si hilo tu, tunaweza dhani kuwa Mungu alikuwa mbinguni na malaika. Lakini vitabu vya dini vinavyozungumzia uumbaji vinaweka wazi kuwa Mungu aliumba mbingu na nchi. Hivyo hata mbingu ambayo malaika wanaishi iliumbwa na Mungu. Je, Mungu alikuwa wapi wakati akiviumba hivyo? Au kuna sehemu nyingine ambayo Mungu hukaa kisha kuumba vitu hivyo? Kwa sababu hii ni dhahiri kuwa Mungu hakuumba mbingu akiwa ndani ya mbingu. Ni lazima alikuwa pembeni au nje ya mbingu, ndipo akaiumba mbingu. Kama utakuwa unafikiria jambo hili, ni hakika akili yako itakuwa inakwama sehemu fulani kupata jibu la maswali haya. Lakini leo nataka nikupe jibu ambalo kama sio sahihi, basi linafaa kushikiliwa na mwanadamu kuwa ndio jibu bora zaidi kuliko mengine, ambayo badala ya kukupa majibu yanakuongezea maswali zaidi yasiyojibika. Tuzungumzie muda, ambapo tunajiuliza kabla ya uumbaji Mungu alikuwa anafanya nini? Swali hili moja kwa moja linaulizia muda, lakini ukweli ni kwamba Mungu ni wa milele. Maana yake hazuiliwi na muda, na muda ni kitu ambacho yeye mwenyewe alikiumba. Kwa hiyo kila wakati tunapotaka kujua kabla ya uumbaji kulikuwa na nini kinaendelea,
moja kwa moja tunamfikiria Mungu katika namna ya kibinadamu, ya kwamba yeye anazuiliwa na muda au yeye yupo ndani ya muda, kitu ambacho si kweli. Vitabu mbalimbali kuhusu uumbaji vinatumia kauli ya hapo mwanzo. Maana yake hapo ndipo muda ulianza kuhesabika, kwani ndipo muda ulipoumbwa. Kabla ya hapo hakukuwa na muda, kulikuwa na umilele tu ukiendelea mpaka pale Mungu alipoanza uumbaji, na ndio hapo tunasema hapo mwanzo, na hapo ndipo muda ulipoumbwa. Lakini pia tunataka kujua kuhusu Mungu alikuwa anafanya nini. Kitabu cha Biblia kimegusia kidogo kuhusu swala hili, ya kwamba Mungu hakuanza kufikiria kutuumba na kuumba dunia ile siku ambayo alianza uumbaji, kwani kitabu cha Waefeso 1:4 kimeandikwa maneno yafuatayo, na nukuu, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kupitia kauli hiyo unaona kwamba Mungu alituchagua walimwengu kabla hata hajaanza uumbaji. Maana yake alitujua mimi na wewe, na kama alitujua, maana yake alitufikiria, na kama alitufikiria, maana yake kuna shughuli ilikuwa inaendelea. Lakini pia katika kitabu cha Yohana 17:24 imeandikwa, na nukuu, Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu. Mwisho wa kunukuu. Hivyo hii inatuthibitishia kuwa Mungu hakuwa amekaa tu kabla ya kuanza uumbaji. Kuna jambo lilikuwa linaendelea. Lakini ukijiuliza tena alikuwa wapi, ni dhahiri unamweka Mungu katika kundi la viumbe wenye mwili, kwani yeye alikuwepo kila mahali. Hivyo hazuiliwi na nafasi, na wala hana mwili kama ilivyo kwa binadamu, wala hachukue nafasi kama ilivyo kwa wanadamu. Kwa lugha nyingine, Mungu hazuiliwi na nafasi, yani space. Hivyo Mungu ni zaidi ya muda, Mungu ni zaidi ya nafasi. Hivyo kila wakati unapojiuliza kuwa kabla ya kuumbwa kwa dunia Mungu alikuwa anafanya nini, basi jua kwamba alikuwa anatufikiria na alijua kuwa kila kitu kitafanyika. Hii ni kuthibitisha kuwa kuna jambo fulani lilikuwa linaendelea. Lakini yeye pia hazuiliwi na muda, maana yake yupo nje ya muda, yani ndiye aliyeutengeneza muda. Hazuiliwi na nafasi, hivyo usijiulize alikuwa anakaa wapi, kwani yeye yupo kila mahali na nafasi aliziumba yeye mwenyewe. Asante kwa kutazama video hii. Tafadhali jiunge nami kwa kubonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele iliyo pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.